uzinduzi tulitangaza kwamba baada ya tukio la Ubungo Plaza la kupokea wanachama pale Dar es Salaam, tuliwatangazia Watanzania kwamba tutakuwa na ziara ya siku 16 kwenye mikoa yote ya Tanzania bara kwa ajili ya malengo mawili. Lengo la kwanza itakuwa ni kupokea wanachama ambao wanataka kupokewa kujiunga na Chauma, wanachama wa vyama mbalimbali, na mtaona siku hiyo ambayo tutafanya hapa Mwanza. Kwa hilo ni lengo la kwanza la ziara yetu. Lakini lengo la pili, kwa sababu wanachama hao wote tusingeweza kuwaita Dar es Salaam wakaja wakapokelewa siku ile ambao wengi walipokelewa. Kwa tulisema wanachama na viongozi mbalimbali wabaki kwenye maeneo yao, tutawapitia tuwapokee kule kule. Kwa hiyo kazi inaanza tarehe 3 mwezi wa 6 ambayo itaenda kwa muda wa siku 16 ili tuweze kumaliza mikoa yote ya Tanzania bara. Kwa raundi hii ya kwanza hatutaenda Zanzibar, tutamalizia Tanzania bara. Kwa hiyo ni la kwanza, nitaliongea na ratiba yake kwa upana. Lakini jambo la pili ni mabadiliko ya tarehe. Katibu mkuu siku ile anatangaza, alisema uzinduzi wetu utafanywa tarehe 1 mwezi wa 6 2025, lakini na tulijipanga tuanze tarehe hiyo. Baada ya kufika Mwanza tumeona tusogeze mbele kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, mpaka leo tulikuwa hatujapata kibali cha helikopta. Ukiwa hujapata kibali, huwezi kaendelea kwamba unaendelea na tarehe hiyo hiyo ya karibu, na siku za kuweza kutafuta kibali zinapungua. Kwa busara ya kawaida tukaona tupeleke mbele ili tuongeze juhudi ya kuweza kupata kibali, ili tuweze kufanya tarehe ambayo tutapanga ambayo itakuwa inatekelezeka. Lakini cha pili ni upatikanaji wa viwanja. Toka tumekuja hapa, hawa makamanda wametangulia hapa, wamepeleka taarifa au maombi kwa halmashauri ya Ilemela kwa ajili ya uwanja wa Furahisha. Mpaka leo tunapozungumza hatujapata majibu yao. Sasa hauwezi kuendelea kwamba tunafanya tarehe 1 wakati hujapata majibu ya huo uwanja. Kwa hiyo tukaona tupeleke mbele siku angalau 2 ili zitusaidie kuweza kupata kibali kwa ajili ya helikopta, lakini cha pili tuweze kupata viwanja ambavyo tutakuwa tumejaribu kuangalia na viwanja vingine. Sasa tumezunguka, tumepata viwanja vingine ili navyo tuweze kuviomba ili tuweze kupata uwanja wa kufanyia huo mkutano siku ya tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa sababu za kuahirisha kusogeza mbele ni hizo kubwa mbili. Tupate helikopta ambayo tunataka kuitumia, tumeipata helikopta, ishapatikana. Vibali vya kuruka, maana unapata helikopta ni kitu kingine, kupata vibali vya kuruka ni kitu kingine. Sasa ni watu tofauti. Mmiliki wa helikopta ni mtu mwingine na tunatoa nje ya nchi. Sasa kuingia na kuruka ni swala la nini? La mamlaka za serikali zilizoko Tanzania. Tulikuwa hatujapata. Kwa hiyo ndio mambo yamefanya tupeleke mbele. Lakini maandalizi ya uzinduzi yanaendelea vizuri, na nadhani nitoe wito kwa Watanzania na wito kwa Wanamwanza waje siku hiyo kwenye uwanja ambao tutautangaza. Baada ya kupata uwanja, waje uwanjani, waje watusikilize Chauma tunazungumza nini. Inawezekana kabisa Chauma ni chama ambacho ajenda zake kwa umma hazifahamiki vizuri, inawezekana kabisa. Lakini siku hiyo ni siku muhimu kwa Wanamwanza na Watanzania kutusikiliza ili waweze kujua Chauma ni chama cha namna gani na kinasimamaje na shida za Watanzania. Kwa hiyo siku hiyo tunawalika uwanjani, uwanja utatangazwa ili tuweze kuja kufanya hiyo kazi. Hasa tukizindua tarehe 3 hapa Mwanza, ratiba yetu ikoje? Tarehe 3 mwezi wa 6 tutakuwa tuko Mwanza kwenye uwanja ambao tutautangaza baada ya kuupata. Kwenye uwanja ambao tutautangaza baada ya kuupata. Hasa baada ya hapo, kesho yake tarehe 4 tutakuwa kwenye majimbo ya mikoa miwili. Tutakuwa kwenye majimbo ya mkoa wa Simiyu na majimbo ya mkoa wa Mara, na mkutano wa mwisho utafanyika Msoma mjini.
hiyo tarehe 4. Tarehe 4 tutakuwa kwenye majimbo ya mikoa miwili, majimbo ya mkoa wa Simiyu na majimbo ya mkoa wa Mara, lakini mkutano wa mwisho kabisa wa jioni utafanyika kwenye jimbo la Musoma mjini, utakuwa mkutano wa jioni. Tarehe 5 ya mwezi wa 6 tutakuwa pia kwenye majimbo ya mikoa hiyo hiyo miwili, mkoa wa Mara na mkoa wa Simiyu, kwa sababu siku ya kwanza tutakuwa hatujakamilisha. Kwa hiyo tunarudi tena kwenye mikoa hiyo miwili, mkoa wa Mara na mkoa wa Simiyu. Lakini siku hiyo tutafanya mkoa wa Mara, tutafanya mkoa wa Simiyu, tutaendelea kwenda mkoa wa Manyara, tutaenda mkoa wa Dodoma na mkoa wa Singida. Hiyo siku ya 3 ya tarehe 5 ya mwezi wa 6 tutakuwa kwenye majimbo ya mikoa hiyo, majimbo ya mkoa wa Mara, majimbo ya mkoa wa Simiyu, majimbo ya mkoa wa Manyara, majimbo ya mkoa wa Dodoma na Singida. Hiyo tarehe 5. Tarehe 6 tutakuwa majimbo ya mkoa wa Tabora, mkoa wa Shinyanga na mkoa wa Geita. Unajua inavyounganika, Tabora ya Igunga, Shinyanga ya Kahama na Geita zinaungana namna hiyo. Kwa hiyo tutakuwa kwenye majimbo ya mikoa hiyo mitatu. Siku ya tarehe 7 mwezi wa 6 tutakuwa majimbo ya mkoa wa Kagera na mkoa wa Kigoma, na mkutano wa mwisho utafanyika Kigoma mjini. Utafanyika Kigoma mjini. Kwa siku ya tarehe 7 tutakuwa kwenye majimbo ya mkoa wa Kagera na mkoa wa Kigoma, na mkutano wetu wa mwisho utakuwa kwenye jimbo la Kigoma mjini. Tutamaliza jioni. Siku ya tarehe 8 tutakuwa kwenye majimbo ya mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi. Mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi. Siku ya tarehe 9 tutakuwa pia kwenye majimbo ya mkoa wa Katavi. Maana mkutano wa mwisho hiyo siku ya tarehe 8 utafanyika jimbo la Mpanda mjini. Kwa manake timu italala Mpanda. Ikiamka asubuhi itafanya mkoa wa Katavi, tutafanya mkoa wa Rukwa na mkoa wa Songwe. Kwa unashuka kuelekea Songwe sasa. Kutoka Katavi unakwenda Rukwa, unaenda kumalizia Songwe. Siku ya tarehe 10 tutafanya majimbo ya mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya. Kwa nini jua jiografia, anajua tunatiririka kuelekea mashariki. Siku ya tarehe 11 tutamalizia majimbo ya mkoa wa Mbeya na tutaingia mkoa wa Njombe. Tutamalizia majimbo ya mkoa wa Mbeya, tutaingia na mkoa wa Njombe. Siku ya tarehe 12 tutakuwa majimbo ya mkoa wa Morogoro. Majimbo ya mkoa wa Morogoro. Siku ya tarehe 13 tutakuwa majimbo ya mkoa wa Tanga. Siku ya tarehe 14 tutakuwa pia majimbo ya mkoa wa Tanga. Tarehe 15 tutakuwa mkoa wa Kilimanjaro, majimbo ya mkoa wa Kilimanjaro. Na siku ya tarehe 16 tutafanya mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Arusha. Tutakuwa tumekamilisha huo mzunguko wetu. Kwa raundi hii. Tukimaliza huu mzunguko tutakuwa na mkutano mkuu wa chama Dar es Salaam. Tukimaliza mkutano mkuu wa chama kwa tarehe ambayo itatangazwa, tutapanga tena operation nyingine ya kuzungukia maeneo ambayo tulikuwa bado hatujafikia. Lakini raundi ya kwanza tutakwenda mikoa karibuni yote kwa namna ambavyo nimewaambia namna hiyo. Tutakwenda hivyo, tunaanzia tarehe 3 hapa Mwanza, ndio siku ya uzinduzi, na wote karibuni sana. Wote karibuni sana. Mikutano hii yote kuanzia wa uzinduzi kutakuwa na full blast ya Chauma. Kuanzia mwenyekiti wakili msomi Hashim Rungwe Spunda atakuwepo, watakuwepo makamu wote wawili wa bara na Zanzibar, atakuwepo katibu mkuu, watakuwepo manaibu, watakuwepo wajumbe wa kamati kuu, watakuwepo viongozi mbalimbali wa mikoa, viongozi mbalimbali, watu maarufu watakuwepo. Kutakuwa na kila unayemfahamu aliyoko Chauma na usiyemfahamu aliyoko Chauma watakuwepo. Kwa hiyo kiongozi wa msafara ni mwenyekiti wa chama.
Mheshimiwa wakili msomi na ni Hashim Rungwe Sihuna,